Tuendelee. Kwa majina naitwa Omar Gindi, ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya Kajuna Cup 2026. Tumependa kuonana na waandishi wa habari kuja kutambulisha shindano letu ambalo Mungu akipenda shindano hili linategemea kuanza tarehe 18 Januari. Shindano hili litashirikisha jumla ya timu 20 kutoka kwenye mkoa mzima wa Kigoma, na michezo hii yote itachezwa kwenye uwanja wa Kawawa kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua ya robo finali. Tumetoka kucheza draw ya kupanga makundi. Kila kundi litakuwa lina timu 5, kwa hiyo makundi manne ni timu 20. Na muda mchache uliopita tumetoka kucheza draw pia ya ugawaji wa vifaa, kwa sababu shindano letu hili tuliona ili liweze kuleta ladha miongoni mwa watu, ni lazima tuweze kuingia gharama ya kuweza kutoa zawadi, kwa maana vifaa kwa kila timu shiriki. Kwa hiyo kila timu shiriki tumewapatia seti moja ya jezi kama sehemu ya matayarisho, na tunaamini tumefanya vizuri. Tumecheza draw kwa kukwepa ule mwingiliano wa rangi, kwa sababu kuna timu labda ingependa rangi fulani na rangi zile zisingeweza kutosheleza. Kwa hiyo tukapenda tucheze draw na tumemaliza draw yetu kwa utulivu kabisa. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali, shindano letu linaweza likachukua takriban mwezi mmoja na nusu, kwa sababu ni mchakato kidogo, timu 20 kucheza kwenye makundi, baadaye tutacheza kwenye hatua ya robo finali kwa maana 16 bora. Lakini hatua ya nusu finali shindano litahama kutoka uwanja wa Kawawa itakuja kuchezwa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Kwa tutacheza nusu finali ya kwanza, tutacheza nusu finali ya pili, tutacheza mechi ya tatu ya kutafuta mshindi wa tatu, na tutacheza finali ya kuweza kumpata bingwa. Lakini kamati imeweza kuandaa zawadi, kwa maana bingwa atapata pesa taslim shilingi milioni 3, atapata ng'ombe wawili, atapata kikombe chenye thamani ya shilingi 400,000 na atavishwa medali 25. Huyo ni mshindi wa kwanza. Mshindi wa pili atapata shilingi milioni 2, atapata ng'ombe mmoja, atavishwa medali 25. Huyo ni mshindi wa pili. Mshindi wa tatu atavishwa medali 25, atapata pesa taslim shilingi milioni 1. Lakini tumeenda mahali kwenye zawadi. Tutakuwa tuna zawadi za mfungaji bora ambaye atapata pesa taslim shilingi 50,000 za Kitanzania. Tutakuwa tuna zawadi ya mchezaji bora, atapata pesa taslim shilingi 50,000 za Kitanzania. Tutakuwepo tuna zawadi ya kocha bora. Mara nyingi kocha bora ni yule ambaye timu yake imequalify, amekuwa mabingwa, naye pia atapata zawadi ya shilingi 50,000. Lakini tutakuwa tunayo zawadi ya goalkeeper bora pia. Goalkeeper bora wa mashindano naye atapata zawadi ya shilingi 50,000. Lakini tumeona ili kutengeneza hamasa, mchezo wa mpira unahitaji hamasa. Kuna lugha za kimpira kwamba mshabiki ni mchezaji wa 12 kiwanjani. Tumeweka shilingi 200,000 kwa kikundi cha washangiliaji bora. Yani wale watu ambao tutaamini hawa ni mashabiki bora, wameshangilia vizuri, hawa tumewekea zawadi ya shilingi 200,000 taslim za Kitanzania. Lakini tukirudi kwenye muundo wetu wa ligi yetu, ili kuipa ladha shindano letu, tumesema hatutakuwa na usajili. Klabu yoyote inaruhusiwa kumsajili mchezaji yoyote. Hatutaweka limitation ya umri, kwa mchezaji hata kama ana umri wa miaka 40, 50, kama afya bado inamruhusu aje ashiriki nasi. Lakini tumeweka sheria kwamba mchezaji mmoja asicheze timu zaidi ya moja kwenye shindano hili, na kutakuwa kuna uangalizi. Tunaamini kanuni zetu hizi tumewasevu kila klabu, tunaamini hilo jambo halitajitokeza. Kwa kuna mambo mengi pia tumeyashare na viongozi wa timu,
na kila kiongozi wa klabu tumempa kanuni ambazo ndio muongozo wa shindano letu, na tumefarijika kwa sababu tumekutana na viongozi ambao wana uweledi wa mpira, wana utayari na wana passion. Kwa hiyo yale ambayo yamewekwa kwenye kanuni watakwenda kuyazingatia, na mwisho wa siku tunaamini tutakuwa tuna shindano bora. Lakini pia tumeboresha posho za waamuzi, kwa maana tunaamini waamuzi wetu watakwenda kucheza vizuri shindano hili, na siku 5 kabla ya tournament tutakuwa tuna kama copa test ya waamuzi ili kuweza kuwacheki afya zao, kuona namna gani wanaweza wakamudu shindano hili. Hatuna mashaka kwa sababu shindano hili tutatumia waamuzi wote wa mkoa wa Kigoma, wanaocheza Premier League, wanaocheza First League, wanaocheza na Championship, na wale waamuzi wetu wa ndani. Kwa hiyo tutakuwa tuna shindano ambalo limekaa vizuri katika eneo la waamuzi, na tutakuwa tuna match commissioner, yani sehemu zote za mchezo wa mpira wa miguu tumezigusa na tayari tumeshapata ridhaa ya chama kimeshatupa kibali. Kwa hiyo mashindano yetu yatakuwa ni mashindano halali, na hapa tunakaa na kamati kuweza kuona mgeni rasmi nani atakuja kutufungulia shindano letu hiyo tarehe 18 Mungu akijalia. Lakini kabla ya hapo tarehe 7 Mungu akipenda tunatarajia kuiachia ratiba. Kwa ratiba ya shindano hili itatoka tarehe 7 ambapo itaonesha nani na nani wanafungua tayari kwa kuanza shindano letu. Malengo ya Kajuna Cup ni kufanya ni mambo makubwa mawili. Kwanza ni kuhakikisha mpira unachezwa, lakini kutoa fursa kwa vijana wadogo ambao wana utayari waweze kuja kucheza mpira. Hakuna maana nyingine yoyote. Ni mkoa mkubwa kisoka, kwa maana Kigoma tuna kioo, tuna timu yetu ya Premier League Mashujaa, lakini mashindano haya kwa sababu ya promote sana, kuna watu kutoka mikoa jirani wapi watakuwa wanakuja kuangalia vijana. Kwa hiyo hii ni fursa kwa watoto sasa kuweza kucheza, kuonesha kipaji chao, na mwisho wa siku kipaji kile kinaweza kikapata mfadhili namna gani akakiendeleza. Kikubwa ni utayari na kujituma. Tarajia Kajuna Cup itakuwa ni ligi bora kwa sababu ukitazama tumeboresha maeneo mengi sana. Kimsingi unaweza kukuta kuna klabu inakuja kiwanjani haina sare, ndio maana unakuta Kajuna Cup imeweza kutoa sare kwa vilabu, sare kwa waamuzi. Lakini tumejaribu kuliandaa shindano hili, kulipromote, lakini kikubwa tumeweka nidhamu. Kwa hiyo atakuwa ni mashindano atakuwa yamejaa full discipline. Atakuwa yana nidhamu ya kutosha, na nidhamu ndio kila kitu. Huwezi kuwa huna nidhamu afu kipaji chako kikaonekana. Kwa hiyo tunatarajia Kajuna itakuwa ni mashindano makubwa, mashindano mazuri, na tunaamini utakuwa ni mwanzo mzuri kwa sababu dhamira yetu si mashindano haya yachezwe takriban miaka 5 ijayo. Yatakuwa yanachezwa kila inapofika Disemba kama hivi.